kuona kwamba hali hii ya usalama inaendelea kuimarika. Kati ya tarehe 3 mpaka tarehe 10 mwezi huu wa Oktoba, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 ambao wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao bila kuwa na leseni. Kama mnashuhudia, sheria imeruhusu kuwepo na vyombo vya habari, lakini kwa kufuata misingi ya kisheria ya jinsi ya kuendesha vyombo hivyo. Kwa hiyo waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Japhet Alex Tobias. Huyo ni mkazi wa Sabasaba Ukonga. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Joseph Agostino Mabwe. Huyu ni mkazi naye wa Sabasaba Ukonga. Hawa wanadaiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Wisport. Mtu mwingine wa 3 aliyokamatwa ni Tegemeo Zakaria Mwenegoha. Huyu ni mkazi wa Tabata Ilala, ambaye anatuhumiwa kumiliki kitu kinachoitwa TV Media 2. Mtu wa 4 aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Elia Constantino Pius. Huyu ni mkazi wa Mbezi Juu Kinondoni, ambaye ametuhumiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Costa. Watu hawa wanamiliki TV hizi kinyume cha sheria, bila kusajili, na kuendesha shughuli zao kinyume na sheria. Wote mnafahamu kwamba nchi hii kwa mujibu wa sheria inafanya shughuli zake kwa kufuata misingi ya kisheria. Kwa hiyo shughuli zozote ambazo zinafanyika kinyume cha sheria ni makosa, na kwa sababu hiyo wamehojiwa, wamekamatwa na watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo, kwa sababu upelelezi umekamilika. Umefuatilia mara kadhaa, jambo la kwanza zinapopatikana tuhuma ni kupeleleza. Kwa hiyo uchunguzi umefanyika, Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria zinazohusiana na mambo haya, na kubaini kwamba watu hawa na vyombo hivi vimekuwa vikifanya shughuli hizi ambazo nimezitaja kinyume na sheria, na kwa sababu hiyo watafikishwa kwenye mamlaka zingine za kisheria haraka iwezekanavyo, ikiwemo mahakama za nchi hii. Mwisho, tarehe 29 Oktoba ni siku ambayo ipo kisheria. Kwa mujibu wa katiba yetu, kila mwananchi ana haki ya kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi anayetaka. Narudia, tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025. Haikuja yenyewe kwa kutaka. Ipo kisheria, ipo kikatiba, na watu wana haki
ya kwenda bila hofu kupiga kura na kuchagua mtu yoyote wanayemtaka. Vitendo vya kutisha watu, vitendo vya kujaribu kutishia watu havikubaliki, kwa sababu shughuli ile ni ya kisheria. Kwa hiyo jeshi la polisi litaendelea kufuatilia, kuzuia, kubaini na kutanzua matishio yote ya kiusalama, na siku hiyo watu watatimiza jukumu lao la kikatiba bila hofu. Tunaomba wananchi wema waendelee kutoa taarifa mbalimbali, na jeshi halitatoa siri, ili watu wote ambao wanajihusisha na vitendo vya kihalifu waweze kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha kwenye mamlaka zingine za kisheria kama ofisi ya mashtaka pamoja na mahakama za kisheria za Tanzania. Asanteni sana.